Kwanza kwa mujibu wa katiba na sheria zetu, na hasa nikitaja sheria kwa maana ya kifungu cha 43 cha sheria ya polisi na polisi wasaidizi, watu au kundi lolote linaweza likatoa taarifa kwa ajili ya kufanya maandamano. Kwa mujibu wa sheria na katiba ya Tanzania, maandamano si kosa, ni kitu ambacho kinaruhusiwa, ila sheria yetu imeweka tu angalau utaratibu wa kufanya ili maandamano yaweze kuratibiwa vizuri. Ndio kazi iliyopo. Kwa mimi badala ya kutumia nguvu kuona kama maandamano ni tishio, kwangu mimi watu wanavyojadili labda kuandamana ni namna ya kuonyesha pengine mtizamo au maoni yao tofauti, kuonyesha hisia zao. Kwa kwangu mimi naiona kabisa ni jambo ambalo kimantiki lipo sawa na kwa mujibu wa katiba lipo sawa. Kwa hiyo mimi nafikiri jambo la kuwekeza ilikuwa ni kutoa labda maelekezo kwamba kama watu wanataka kuandamana, at least utaratibu ufuatwe, at least wa kujulisha hapa vyombo vyetu kama ni jeshi la polisi, na jeshi la polisi lisiwe ni jeshi la udhibiti wa maandamano kwamba kazi yake ni kudhibiti. No, kazi yao liwe ni jeshi ambalo linasaidia kuratibu vizuri. Nakumbuka baada ya kufungia shughuli za siasa kwa miaka karibu 6, walipokuja kuruhusiwa, nakumbuka Chadema walifanya maandamano, wakawa wanasindikizwa na polisi sehemu nyingi vizuri, yani walienjoy mpaka tukashangaa kwamba hii ndio nchi yetu ile au ni nyingine. Kwa hiyo kumbe kuna mazingira kama polisi wakiamua kuratibu vizuri, wala hakuna shida yote, mambo yanaenda vizuri. Kwa mimi nadhani hii dhana ya kwamba kuna vurugu na nini huwa ni dhana ambayo mara nyingi yani ni perception tu, ni mtazamo ambao unatengenezwa. Alafu na mara nyingi naweza kusema pengine vyombo husika ndio wanaikuza sana hiyo agenda. Unaweza kukuta haikuwa kubwa hivyo, lakini sasa ikaanza kuzungumziwa. Kwa mfano hiyo ya Sabasaba, mimi siwaoni hao ambao wanasema wanaandamana tarehe 7, sijawahi kuwaona ni akina nani ambao wamezungumza. Mimi nawasikia polisi na vyombo vya serikali na chama tawala ndio wanazungumza mara nyingi. Kwa kama kuna mtu anahamasisha na kupigia hiyo debe kila siku, ni hao ambao wanazungumzia. Unajua namna ya kuliua jambo mojawapo ni kuto kulizungumzia. Sasa kama ukiendelea kulizungumzia jambo, sisi kwa imani tunasema unaliumba, linazidi kukua kwa sababu kila siku linapata airtime ulipo linaendelea kuzungumza. Lakini ukiuliza huyu aliyesema anaandamana ni nani, amekuletea barua, imeshakuja, ni watu gani, ni NGO, ni group la umoja wa nini, ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo unakuta tayari watu walitoa maoni yao kwenye mitandao, tayari imeonekana ni hoja, imeendelea moja kwa moja. Kwa mimi nitegemea vyombo vingeweza kusema jamani, kama kuna watu ambao wanataka kuandamana, jeshi la polisi lipo wazi, leteni barua ili tuweze kuwaratibu vizuri. Alafu ungeweza kushangaa, unajua kuna funzo la kujifunza Kenya. Kwa mfano Kenya, mimi nakumbuka baada ya uchaguzi, baada ya Raila Odinga hayati akawa hajaridhika na ule uchaguzi, akawa ameitisha mkutano mkubwa sana huo kwa ajili ya kujiapisha kama yeye ni rais wa watu wa Kenya. Sasa palikuwa na mvutano. Jeshi la polisi la Kenya lilikuwa lijatoa kibali kwa ajili ya kufanya hivi, na wale wakasitiza kwamba lazima tukutane. Kwa wakati wanaenda kwenye uwanja ule Kenya, halafu wakati polisi na majeshi, kwa sababu walikuwa tayari wameshakaa kwa ajili ya kujihami kuona ile jambo alifanyika. Lakini Mheshimiwa Ruto kwa hekima yake aliangalia kwamba kitatokea nini, kwa sababu wananchi hawa wa upande wa Odinga hawakubali, wameng'ang'ania, na vyombo na vyenyewe vimesema vinakwenda pale kwenda kupambana. Mwisho wa siku ingetokea maafa, watu wangekufa. Lakini mwisho wa siku Mheshimiwa Ruto akasema si wanajiapisha, nataka kuwa rais wa watu wa Kenya. Mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya, yeye ni rais wa watu wa Kenya, na wala hakai Ikulu, anakaa nyumbani kwake. Tatizo liko kwa majibu mepesa, akasema waacheni wajiapisha, na ni kweli walienda kajiapisha pale. Wakili Miguna akasimamia kajiapisha. Then baada ya kurudi nyumbani, kuna hata inzi alikufa Kenya. Hakuna hata inzi aliyekufa. Maisha mengine yakaendelea kama kawaida. Fikiria sasa kama Ruto angeamua siku ile kwamba sasa na mimi nimeagiza vyombo vyangu viende, nendeni mkapambane nao. Pale na kuhakikishia kuna mamia ya watu wangekuwa walemavu, kuna watu wangeweza kufa, na pengine hata askari pia wangeweza kupoteza uhai wengine. Lakini kwa hekima tu ya mtu mmoja, ambao mimi sioni kama nchi hii tumepungukiwa hekima kiasi hicho, kwa hekima tu ya mtu mmoja aliweza kuliokoa taifa lisiingie kwenye changamoto hiyo. Na Kenya wapo mpaka sasa hivi wanaendelea kuwepo. Kwa wenzetu wamekuwa na maandamano ambayo ni makubwa, kile wanajua jinsi ya kuyacontain na maisha yanaenda. Kwa baada ya kufikiria, na nimeona sasa wamejitokeza hata baadhi ya viongozi wengine wa dini wamekuwa wasemaji wa serikali, anasema tutavunja watu, tutafanya. Hasa najiuliza, kiongozi wa dini ameanza kujadili siji kuvunja watu na kuumiza watu na
unajaribu kujiuliza, kwanza anapata mamlaka, alafu kiongozi wa dini yeye ni mtu wa kuombea taifa zaidi na kushauri na kama kuna sehemu ya kukemea na kueleza kwamba na hili jambo labda ni baya, lakini swala la kutaka kuandamana ni kosa kwa mujibu wa nchi au ni dhambi. Kwa unaangalia kwamba kumekuwa na upotoshaji. Kwa hata wale viongozi wa dini ambao tutegemea pengine kuongeza kusaidia nchi na kutoa mwelekeo mzuri na kushauri nini kiende, unakuta na wenyewe wamekuwa ni sehemu ya watu ambao pengine wanatupotosha. Na inasikitisha sana kwa sababu wote viongozi wetu wa kidini, wa imani zetu tunawaheshimu sana. Na Mheshimiwa Rais aliwahi kuzungumza kitu kizuri, naomba nimnukuu hapa. Aliwahi kusema hivi kwamba tofauti ya wanasiasa na viongozi wa dini wakisema, mwanasiasa akiongea yale anayoongea yanaingia kwenye ubongo, alafu baada ya muda kichwa kichemka yanapotea. Kiongozi wa dini akizungumza yanaingia moyoni, kwa hiyo kwenye moyo yanakaa, hayatoki. Kwa hiyo nitegemea viongozi wa dini wangetumia hiyo hekima hiyo kwamba kumbe wao wakiongea naingia kwenye mioyo ya waumini anakaa. Na waumini nao wazungumzia maana hata viongozi wa serikali, kwa sababu mimi sijamuona hapa kiongozi wa serikali ambaye ana dini, kwa sababu niliona wote wakati wanaapa walishika Qur'ani, wengine walishika Biblia. Kwa hiyo inatuonyesha kabisa wote pale wana imani. Kwa kama wana imani, maana viongozi wetu wa dini wakikaa wana uwezo kuwashauri na wakishawashauri taifa litakaa vizuri, na wasisite kushauri. Na tuogope sana huu ugonjwa unaitwa chawa ambao sasa umekuwa ni mkubwa mpaka viongozi wa dini wamekuwa chawa. Hapana, viongozi wa dini ndio tabaka pekee ambalo hata wengine wote wakiwa chawa lenyewe litakuwa liendelee kusimama kwenye kweli, kwa sababu kazi ya dini ni kwa ajili ya kusimamia haki, ni kwa ajili ya kuendelea kusimamia ukweli nyakati zote. Na ndio maana ukiangalia katika historia ya dini zote watu wengi hata walikubali wakapoteza uhai wao kwa sababu ya kusimamia ukweli, kwa ajili ya kusimamia haki. Viongozi manabii wengi walipotea kwa sababu ya hilo. Lakini leo tunapofika mahala unakuwa mpaka na kiongozi wa dini ambaye amekuwa ni chawa, taifa linakuwa limefika pabaya sana. Kwa sababu sasa nani atakayekuja kumsaidia mwenzake na kuokoa kama tayari huyo ambaye tumtegemea, si wote tukiwa chawa, tukikwama aturudishe kwenye senses kwamba hapana, lazima mrudi kwenye kweli. Kwa sababu uchawa maana yake ni kuhama kwenye misingi ya ukweli na misingi ya haki na kwenda kutengeneza kitu kingine kwa ajili ya kulinda tumbo. Hiyo ndio tafsiri ambayo ni sahihi ya chawa, na ni ugonjwa ambao umeibuka recently ndani ya miaka kama 10 hapa. Umeweza kuibuka ugonjwa na umekuwa ni ugonjwa mkubwa ambao mimi naamini kutibu pengine unaweza kuchukua miongo kadhaa, kwa sababu tayari umeonekana ni dini, umeonekana chawa sasa hivi wana maisha yao ni mazuri kushinda profesa. Kwa hiyo pengine sasa hivi itafika mahali kuna mtu baada ya kumsomesha mtoto chuo kikuu pakiwa na mtaala au mentorship ya uchawa, nadhani mentors wa uchawa wanaweza kulipwa hela ambazo ni nyingi ili waweze kuwa mentor watu, sababu kishakuwa chawa maisha yake yataenda mazuri. Lakini sasa tujiulize, hivi nchi ya machawa itakwenda wapi? Yaani kipindi wakati dunia inafikiria kuhama sayari iende sayari nyingine, kipindi tunasikia watu wanatumia drones hata kwenye security, hawatumii hata binadamu tena. Sisi tunawaza uchawa ili utupeleke wapi? Kipindi ambacho watu wameshatumia robot kwenye viwanda, maana yake nafasi ya watu imepotea. Kipindi ambacho sasa hivi karibu kila kitu kinatumia AI, nafasi ya binadamu inaweza kupotea. Kwa hiyo mimi nitegemea sisi kama taifa tukae tuone nafasi ya binadamu itakwenda wapi wakati teknolojia inakuwa, baada ya kufikiria uchawa ambao mwisho wa siku hautatusaidia, kwa sababu technology itafika mahali utakuta na uchawa wako hutakuwa na nafasi. Na pengine tunakoenda hata chawa atakuwa ni robot. Kwa hiyo utajikuta wewe binadamu hata kwenye uchawa umeshapoteza hata. Kwa nafikiri kuna haja ya kuthink outside the box. Tuone kama taifa tunaweza tukahama vipi baada ya kujikita kwenye hivi vitu ambavyo ni vidogo vidogo ambavyo kimsingi havina mantiki wala havina maana yoyote kwenye taifa. Havitusaidii kama taifa. Kwa kumalizia, tunataka tugusie mambo mawili makuu. Kwanza kumekuwepo na swala la baadhi ya viongozi wa serikali wamekuwa wakitoa kauli na kusema kwamba kuna watu wanalipwa kwa ajili ya kutaka kuichafua nchi kufuatia matukio ambayo imekuwa kiendelea hivi karibuni, na kauli za kwamba kutakuwa na maandamano ya Sabasaba. Unaamini kwamba kuna watu ambao wanaweza kuwa wanalipwa kwa ajili ya kutaka amani ya Tanzania kuteteleka, na pia ukijaribu kwenye ambao umeshaishi miongo kadhaa, umewahi kushuhudia pia kwamba kulikuwa na wanaharakati katika kipindi cha nyuma ambao pia walikuwa wanahusishwa aidha kulipwa kwa ajili ya kutaka kuichafua nchi? Niseme hivi, kwanza mimi nasikitika kuona kauli hizo zinatolewa na viongozi ambao tunawaheshimu. Viongozi wakubwa katika taifa wanatoa kauli kama hizo.
Mimi ambacho nataka kusema ni kwamba hiyo kauli ni confession. Yaani mtu anakiri kwamba kuna watu wana nguvu kushinda serikali. Kuna watu wana akili kushinda watu walioko kwenye serikali. Kuna watu wana maono kushinda watu walioko kwenye serikali. Kuna watu wana uwezo wa kuiumbisha na kuitikisa serikali, kwa maana kwamba wameshaizidi nguvu mbali. Kwa tafsiri nyingine, kwa maana kwamba hatupo mikono salama. Maana yake sisi tunaamini tu kwenye ulinzi wa mtu ambaye ameshazidiwa na watu wengine. Hiyo ndio tafsiri ya kauli hiyo. Kwa mimi cha kwanza ningeshauri viongozi wetu kwanza waache hizo kauli za aina hiyo, kwa sababu ni kauli ambazo zinafedhehesha sana taifa hili. Mimi nitegemea badala kila siku kusikia maneno ambayo hayana takwimu, there's no empirical evidence, tutegemea viongozi wakijitokeza wa taifa wasituambie sisi kuna watu wanalipwa. Hiyo kauli imeanza karibu miezi 6-7 sasa imepita. Tunasikia stories hizo, they are shit stories. Kwa mimi nitegemea kwenye mazingira hayo waje watuambie hawa wanaolipwa ni akina nani ambao wamelipwa, aliyewalipa ni nani, aliwalipaje, aliwalipia labda kupitia account ipi, ziliingia lini hizo hela, serikali ilitambuaje kwamba wamelipa na imechukua hatua gani mpaka sasa hivi, kiwango gani ambacho kimeshaingia cha hela, na mpaka zinaingia serikali kwa likizo kwamba haikuwepo katika nchi hii. Kwa mimi nadhani hizi ni stories ambazo ni nyepesi, na kama kuna watu ambao waliweza kufanya hizo kazi zote wakalipa na serikali ishindwa kudetect na ishindwa kuchukua hatua zote mpaka sasa hivi, si maana yake nchi ipo kwenye hatari hata ya ugaidi sasa. Yaani maana yake tutegemee, inawezekana kuna magaidi pia wameshalipa watu hapo. Sasa usalama wetu uko wapi? Usalama uko wapi? Kwa sababu ikifika hapo sasa, kwa lugha nyingine ni kama sasa serikali imenyosha mikono kwamba kuna watu hapo bwana wameshatuzidi. Serikali inalalamika, yani ibara ya 8 ya katiba ya Tanzania, jukumu namba 1 la serikali ni ustawi, is the welfare of the people. Ustawi wa jamii ndio kazi namba 1. Hasa kama kuna jambo ambalo linatishia ustawi, kwamba kuna watu wamelipa ili watikise amani ambayo ni ustawi namba 1 katika nchi, kwamba nchi inataka kwenda kuyumba, halafu kiongozi ambaye yeye tumempa majukumu ya kutulinda anakuja kutulalamikia sisi. Kwa lugha nyingine, si maana yake nafasi imemshinda, itakao sasa aseme jamani nimeshashindwa, narudisha daruga ili avae mtu mwingine aweze kuwalinda. Hiyo ndo tafsiri yake. Unakujeje kulalamika? Yaani unajua ni sasa mimi nimemweka mlinzi, mimi namweka mlinzi afu mimi nimelala ndani. Halafu baada hapo nikasikia mlinzi sasa amepiga kelele, bwana anahitaji msaada, mimi nije nitoke nje. Hapo nikatoka nje nikagundua kumbe ni panya tu, yaani kuna panya alikuwa amepita, mlinzi amechanganyikiwa. Huyo mlinzi ananifaa kuendelea kuwa mlinzi? Si maana yake ni mtu ameshindwa majukumu yake. Kwa mimi nikiangalia hizi ni kauli ambazo ni za kitoto ambazo kwa kweli with due respect na najaribu nakosa neno ambalo ni zuri la kuweza kuzungumza, lakini hizi ni kauli ambazo ni za kichekechea ambazo nisingetegemea kuona viongozi wetu wanaweza kuzungumza hivi. Hebu tufike mahala, na ni kauli ambazo zinajaribu kuonyesha kwamba labda Watanzania ni watu ambao wajitambui, kwamba wanaweza kununuliwa kiasi hicho. Hivi ni taifa na watu ambao hawapendi nchi hii kiasi hicho. Mbona mimi naamini Watanzania wanaipenda sana nchi hii. Na ndio maana tumeweza kuishi miaka yote mpaka watu wameshangaa hata 29 Oktoba ilivyotokea, kwa sababu sisi ni nchi ambayo tunapendana, ni watu ambao hawakuwahi hata kurushiana ngumi, haijawahi kutokea. Kwa mimi nafikiri badala sasa ya kuanza kutafuta mchawi bandia